Samia Suluhu mashakani baada ya Watanzania kumwendea Tundu Lissu gerezani. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Giza si taswira ya kifasihi tena, bali ni hali halisi ya maisha. Kwa miezi 9 mfululizo, mmoja wa sauti nzito zaidi za upinzani nchini Tanzania ameishi bila kuona jua, bila nuru ya asili, bila taarifa za kawaida za dunia inayomzunguka. Hali hii iliyothibitishwa na waliokwenda hadi geti la gereza la Ukonga bila kuruhusiwa hata kumsalimia, imegeuka kuwa ushahidi hai wa namna dola inavyoweza kumweka raia wake katika upweke mkali, huku taifa likitazama kwa hofu. Kukataliwa kuingia gerezani hata kwa salamu za kibinadamu kumechora picha nzito ya udhibiti unaovuka mipaka ya adhabu na kuingia katika eneo la mateso ya kisaikolojia. Kuanzia Disemba tarehe 5, taratibu mgumu ulioelezwa umebadilisha kabisa mazingira ya kifungo. Kilichokuwa kigumu kimekuwa kigumu zaidi. Kutengwa huku hakumaanishi tu kuzuiliwa kwa mwili, ni kukatwa kwa mishipa yote inayounganisha mfungwa na jamii. Kukosa kuona jua kwa miezi 9 ni adhabu inayotambuliwa kimataifa kama aina ya mateso, hasa inapochanganywa na kunyimwa taarifa, mawasiliano ya kifamilia na ufikiaji wa habari. Katika mazingira haya, gereza linageuka kutoka taasisi ya kurekebisha kuwa chombo cha kuvunja utu. Athari za hali hizi zimeenea zaidi ya mtu mmoja kukosa taarifa za familia. Chama chake cha siasa Chadema na mwenendo wa kisiasa wa nchi kunamaanisha kukatwa kwa haki ya msingi ya kujua kinachoendelea katika taifa ambalo alijitoa kulitumikia. Na kukosa magazeti, mazungumzo ya ndugu au hata habari za kawaida kunaunda ukuta wa kimya unaomweka mfungwa katika ombwe la habari. Hili si swala la faraja, bali ni swala la haki za binadamu na utawala wa sheria. Historia ya Tanzania inaonyesha mzunguko unaojirudia pale mamlaka yanapokabiliwa na sauti kali za upinzani. Kuanzia vipindi vya chama kimoja hadi mageuzi ya kisiasa ya miaka 1990 hadi awamu za hivi karibuni, vyombo vya dola vimekuwa na tabia ya kutumia sheria, taratibu za usalama na mifumo ya magereza kama zana za kudhibiti upinzani. Tofauti ya sasa ni mazingira ya kidijitali na kizazi kipya kinachoshuhudia kila hatua kwa macho makali. Ndiyo maana simulizi ya baba wa Gen Z imepata nguvu na ni alama ya muunganiko kati ya mapambano ya zamani na matumaini mapya. Gereza la Ukonga Prison limewahi kuwa mahali pa kifungo cha watu wengi, lakini sio wote waliowahi kufungwa humo waliowekewa hali ya kutengwa kwa kiwango hiki, haswa kile cha Tundu Lissu. Ukosefu wa uwazi kuhusu sababu za kuzidishwa kwa masharti tangu Disemba tarehe 5 unazidisha wasiwasi kwa umma. Na katika mfumo unaodaiwa kuendeshwa kwa mujibu wa sheria, mabadiliko makubwa ya masharti yanapaswa kuambatana na maelezo ya wazi yanayoweza kuchunguzwa na jamii. Na katika miaka ya karibuni, Tanzania imekuwa chini ya uangalizi wa kikanda na kimataifa kuhusu mwenendo wa haki za kiraia. Ripoti za mashirika ya haki za binadamu zimekuwa zikigusia masuala ya kukamatwa kiholela, kuzuiwa kwa mikutano ya kisiasa na matumizi ya sheria kandamizi dhidi ya maoni tofauti, na kutengwa kwa mfungo wa kisiasa kwa muda mrefu unajiunga na mlolongo huu wa matukio na kuongeza uzito wa hoja kwamba dola imechagua usalama wa kisiasa juu ya utu wa raia. Hali ya upweke gerezani ina madhara ya kina ya kisaikolojia, na tafiti za kimataifa zinaonyesha kuwa kutengwa kwa muda mrefu kunaweza kusababisha msongo mkubwa wa mawazo, kuporomoka kwa afya ya akili na kudhoofika kwa mwili. Na pale hii inapokumkuta mtu ambaye tayari yuko katika mgogoro wa kisiasa na kisheria kama Tundu Lissu, madhara yake huongezeka maradufu. Na kukosa hata salamu za mwisho wa mwaka kutoka kwa wananchi waliotamani kumuona ni jeraha la kihisia kwa mfungwa na kwa jamii na umuona kama ishara ya mapambano yao.
Na ndani ya giza hili, wito wa masaa 48 ya funga mwaka na Tundu Lissu umeibuka kama jaribio la kurejesha mwanga wa mshikamano, na usi mwito wa sherehe bali ni mshikamano wa kiraia. Ni jaribio la kutumia alama ya muda, mwisho wa mwaka, kuunganisha hisia za taifa na kuzikusanya katika ujumbe mmoja wa matumaini wa kizazi cha Gen Z ambacho kimekuwa katika mazingira ya mitandao ya kijamii na harakati za kidijitali. Hatua hii inamaanisha ama inaashiria matumizi ya ubunifu ya kiraia kupambana na kimya cha dola. Kauli ya nguvu ya umma haijitokezi kwa bahati mbaya. Ni kumbukumbu ya historia ya harakati za kiraia duniani ambapo mshikamano wa watu wa kawaida uliweza kubadili mwelekeo wa siasa. Na katika mazingira ambayo vyombo rasmi vimefungwa au vimebanwa, nguvu hii imekuwa njia mbadala ya kuonyesha uwepo wa wananchi, kuchangia chochote kama ilivyoombwa. Kuna tafsiriwa kama tendo la kisiasa lisilo na vurugo, ishara kwamba jamii haijakata tamaa. Kwa upande wa dola, hali hii ni mtihani mkubwa wa uhalali, na kila siku ya giza inaongezeka kwa swali kuhusu dhamira ya uongozi katika kulinda misingi ya haki na utu. Na kila marufuku ya salamu inaongeza ufa kati ya watawala na watawaliwa. Kimya cha taasisi husika kuhusu hali ya ndani ya gereza kinaacha nafasi kwa hofu, uvumi na hasira kujengeka. Katika siasa, pengo la maelezo halikai tupu, hujazwa na tafsiri zinazoweza kudhoofisha imani ya umma. Na kwa taifa, athari ni pana zaidi. Wakati raia wanaona mtu anayejulikana kwa ujasiri wake akitengwa na dunia kwa miezi 9, ujumbe na utumwa ni wazi kwamba gharama ya kupinga inaweza kuwa kubwa. Hali inaweza kuzalisha kizazi cha hofu au kizazi cha ukaidi wa ukimya. Chaguo kati ya mawili haya litaamua mwelekeo wa Tanzania katika miaka ijayo, na historia inaonyesha kwa mataifa yanaponyamazisha sauti, migogoro huahirishwa, si kutatuliwa. Kadri mwaka unavyofunga pazia, simulizi hili linabaki kuwa jeraha wazi katika dhamiri ya taifa. Giza la gerezani ni giza la mtu mmoja tu, ama si giza la mtu mmoja tu, ni kivuli kinachoning'inia juu ya mustakabali wa haki za kiraia nchini. Na ukimya wa leo unaweza kuwa mzigo wa kesho, hofu ya leo inaweza kuwa urithi wa vizazi vijavyo. Na Tanzania inasimama katika njia panda ambapo uchaguzi kati ya utu na hofu unafanyika kimya kimya kila siku. Mwisho wa mwaka huu haupaswi kupita kama kalenda tu, unapaswa kuwa kioo cha kujiangalia kama taifa. Kukubali giza kiendelee ni kukubali kupoteza kwa nuru ya haki, na kuthubutu kuonyesha mshikamano hata kwa ishara ndogo ni kukataa urithi wa kimya. Na mustakabali wa Tanzania utahukumiwa si tu kwa maneno ya viongozi wake pekee, bali kwa hatua za wananchi wake wanapokutana na giza na kuamua kama wanataka kimya au kuwasha mwanga wa pamoja. Na hiyo ni habari ambayo tumekuandalia kutoka hapa kuhusiana na mpango wa Tanzania wa kuwa na masaa 48 ya kusimama naye Tundu Lissu kabla mwaka kuisha, angalau aweze kumpiga jeki kutokana na kuzuiwa pale jela, at least aweze kupata mahitaji yake binafsi, mbali na zile dhuluma ambazo anakandamiziwa na serikali ya Samia Suluhu. Hadi wakati mwingine, kumbuka kusubscribe, kulike na kushare.